Wananchi wameanza kufanya maamuzi sahihi ya kutumia teknolojia hizi kwa sababu zina gharama ndogo za uendeshaji na ni rafiki kwa mazingira. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, umezungumza hapa juu ya ununuzi wa magari haya kuwa ya ghali. Gari ya umeme ile initial investment cost ni kubwa, lakini uendeshaji wake ni wa gharama nafuu kuliko uendeshaji wa gari la kawaida, kwa sababu gari lile halina service ya kila mwezi ya kumwaga oili, kubadili filter, sijui kufanya nini, halina vipuri vingi vya kubadili. Gari lile wewe ni kwenda matairi yakiisha badili, wewe ni kuchaji na kuisafisha. Kwa hiyo hupunguza gharama ya matumizi ya gari ile kwa muda mrefu zaidi. Hilo la kwanza. La pili, tumesikia hapa hivi leo kwa gari ya kawaida kutoka Dar es Salaam mpaka hapa Dodoma kilomita 450 sio chini ya 250,000, 300,000, inategemea na gari ulionayo. Lakini hapa tunaambiwa ukichaji umeme wa shilingi 27,028 unakwenda kilomita 400. Ina maana kwa kipindi cha muda mrefu zaidi kutoka kununua chombo hiki utaokoa fedha nyingi sana ya matumizi ya chombo kile. Kwa ni muhimu sana tuweze kulifahamu hili. Changamoto ilikuwa imebaki ilikuwa ni upatikanaji wa miundombinu ya kuchajia, na ndio maana leo tumezindua kituo. Hatuzindui tu mashine za kuchajia magari, tunazindua mwanzo wa mfumo mpya wa usafiri hapa nchini. Hatua hii itaongeza imani kwa wawekezaji, watumiaji na wadau wa sekta ya usafiri wa umeme. Tumeona vyombo hapa, bodaboda ile inaenda kilomita 100 kwa umeme wa shilingi 3,000, na kwa wao wamejiongeza zaidi. Sio kwamba ataenda kuchaji kwa muda wa masaa 2-3. Ana uwezo wa kwenda kwa shilingi 3,000, anabadili betri, anapewa betri nyingine, anaendelea tena na kilomita 100. Ni jambo kubwa sana sana sana. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nitatamani kuona hapa Dodoma, hata mji wa serikali kule, tukasema basi vyombo vinavyoingia kule, bajaji pamoja na bodaboda, vikawa ni vyombo ambavyo vinatokana na umeme tu, ili kusema ile smart city kama ulivyosema wewe iwe ni kwa vitendo, na linawezekana tukichagua kufanya hivyo, na naamini tutashirikiana kwa pamoja kuweza kufanya hivyo.